Februari 6 mwaka 2025 katika viwanja vya Chinangali Park kulikuwa na hafla ya utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa soko kuu la majengo na vituo viwili vya daladala jijini Dodoma kupitia mradi wa uboreshaji miundombinu ya miji TACTIC, na mgeni rasmi alikuwa Waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Na leo ikiwa ni Machi 8 mwaka 2025, mbunge wa jimbo la Dodoma mjini na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde ametembelea sokoni hapo na kujionea wafanyabiashara ambao walikuwa wanafanya biashara zao ndani ya soko hilo wakiendelea na ujenzi wa vibanda vya muda pembezoni mwa soko hilo na kusikiliza maoni ya wafanyabiashara hao. Leo tunaelekea kwenye ukarabati wa soko. Sisi kama wafanyabiashara tumejitambua na tumepokea ukarabati wa soko la majengo na tumeonyesha pia ushirikiano na serikali. Lakini yote kwa yote, kama hivi mnavyoona waheshimiwa wafanyabiashara tayari tumeshaanza kutoka maeneo husika ambayo tumewaombea kama serikali na mmekubali, wametupa ushirikiano, tumetoka nje. Kwa sasa hivi tuko tayari kuendelea kwenye ukarabati wa soko na tumeshajiandaa na mkandarasi tunamwambia aje afanye haraka kwa sababu tuko tayari. Yote kwa yote, mheshimiwa au waheshimiwa, lengo letu kubwa hapa, nafikiri mtapita maeneo baada ya moja baada ya jingine, muangalie changamoto za wafanyabiashara ambazo tunaenda kuelekea kufanyia biashara zetu, hususani maeneo ya paa. Sina mengine, na waombeni ushirikiano wenu. Karibuni sana soko la majengo. Asanteni. Mheshimiwa, pamoja na yote jamani, tunakupenda mpaka tunakupenda tena. Yaani sisi kubwa zaidi tulikuwa tunaomba mheshimiwa paa, mheshimiwa jua mvua viko karibuni. Kwa hiyo tulikuwa kikubwa zaidi tunakuomba tusaidie paa mheshimiwa. Ndio hilo tu. Asante. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Mheshimiwa Mavunde oye. Oye. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu tuko naye toka mwanzo hadi kieleweke. Oye. Oye. Lakini Simba hapa. Awali ya yote napenda kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema katujalia tumefika hapa, na mheshimiwa wetu mbunge na mkuu wa wilaya wamekuja kuona sehemu ambayo wananchi wake watakapojihifadhi. Swala hili ameliona sana na sasa hivi anateta na anaonea huruma kabla hamjasema. Hapa tumeisha lijadili, msiwe na wasiwasi, mbunge wetu yupo, mkuu wa wilaya yupo, tuko nao bega kwa bega, majengo itasimama na tutafanya kazi kwa salama na amani bila kupata mvua bila jua. Tumuombee kijana wetu Mavunde, Mungu amjalie, Mungu ampe afya, Mungu ampe rehema, ampe busara na hekima, ampe uvumilivu, atuvumilie pia. Sisi ni mama zake, kuna baba zake, kuna wadogo zake. Basi kwa jambo hili mheshimiwa ameliona hapa anauliza hapa vipi, amekwisha lipanga. Kwa zaidi anaweza akalizungumza kwa ufasaha yeye mwenyewe. Je, vipi Mavunde? Safi. Mavunde oye! Mama Samia oye! Oye! Mkuu wetu wa wilaya Sheikh Mweli oye! Mara baada ya kusikiliza maoni ya wafanyabiashara hao, Mheshimiwa Mavunde akawa na haya ya kusema. La pili, naomba mniruhusu nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendelea kuijenga Dodoma na kila siku tunaona fursa nyingi za maendeleo zinakuja Dodoma. Ndugu zangu, tumepata mradi mkubwa, mradi ambao unahusisha masoko na ujenzi wa stendi nyingi hapa Dodoma. Tunajenga vivuko, tunajenga barabara. Moja ya eneo lililoguswa na mradi huu mkubwa ni soko letu la majengo. Ninyi wenyewe ni mashahidi, mtakumbuka soko hili limejengwa zaidi ya miaka 30 iliyopita. Ni soko lenye miundombinu ya kizamani. Leo moto ukiwaka, hamna gari inaweza kuingia ndani hapo katikati kuzima, kwa sababu ya miundombinu yetu jinsi ilivyo. Ni soko ambalo lilijengwa miaka ya nyuma sana. Mazingira yetu ya biashara yamebadilika, na wakati linajengwa lilikuwa lina watu wachache. Leo linafanya biashara zaidi ya 4,000 humu ndani. Hivyo Mheshimiwa Rais aliona haja
ya kuliboresha soko hili liwe soko kubwa la kisasa lenye miundombinu ya kisasa na ambao pia litarahisisha baadhi ya huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya zimamoto. Kipekee kabisa nasimama hapa kwa moyo wa dhati kabisa. Sikutegemea kama kazi hii ingekuwa rahisi ya kuwahamisha wafanyabiashara. Mwenyekiti wa soko, Mheshimiwa Diwani, naomba nianze kuwashukuru ninyi. Mmefanya kazi kubwa sana kuwaelimisha wafanyabiashara wetu, wakakubali kwa urahisi sana. Nilitegemea msingekubali kwa urahisi kutoka. Lakini ndugu zangu wa Majengo, ninyi ni waungwana sana. Waungwana sana, mnapenda maendeleo. Soko likijengwa linakuja kuwa soko kubwa na la kisasa. Na ninyi mnatamani kuwa wa kisasa pia. Kwa hiyo niwashukuru sana. Kwa nichukue fursa hii kuwashukuru wafanyabiashara wote mliopo hapa kwa kuridhia mpango huu wa serikali wa kufanya maboresho makubwa ya kwenye soko letu. Wakati nakuja nilimwomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwamba mkandarasi cha kwanza lazima aje aanze kazi kwa wakati na spidi iwe kubwa. La pili, yale maeneo ambayo yatakuwa yanakamilika tuanze kuwarudisha watu polepole, tusiwaache barabarani. Naamini tukifanya hivi tutawasaidia sana hawa ambao wako barabarani kuingia ndani ya soko. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi naamini uwezekano wa kujenga usiku na mchana inawezekana kabisa. Tumuombe mkandarasi achukulie maboresho haya kwa njia nyingine ya kipekee kabisa kama crash program hivi, kwa sababu gharama ni zile zile. Mkuu wa Wilaya akifanya masaa 12, maana yake ni kwamba wale ambao angewalipa kesho masaa 12 ana uwezo wa kuwalipa ndani ya masaa 24 katika gharama ile ile. Sasa kwa nini afanye masaa 12 badala ya 24? Alete timu kubwa, afanye usiku na mchana, turudi mapema kuingia kwenye soko letu. Na hiyo nafikiri wafanya biashara wengi wanatamani kusikia. La tatu ni kuombe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tulikubaliana wako wenzetu wenye mikopo kwenye benki na taasisi za fedha. Mimi kwangu Mheshimiwa Mwenyekiti kashaniletea orodha, ni kuombe mwenyekiti tuipeleke orodha kwa Mkuu wa Wilaya ili mimi na Mkuu wa Wilaya sasa kupitia yale mabenki na taasisi za fedha tuone namna ya kwenda kusema nao ili tupunguze changamoto kubwa ambayo mnayo, na hasa kwenye malipo ya riba, sababu biashara hapa tutasimama kidogo kwa sababu ya maboresho. Kwa kazi hiyo tutaifanya mimi na Mkuu wa Wilaya kwa niaba yenu. La mwisho ambao mnasubiri kulisikia kwa hamu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ni kweli tumesimama hapa dakika chache, miguu inawaka moto hapa chini, jua ni kali, lakini mtanikumbuka kwamba hata kivuli chenu hicho nilikisimamia kwa dhati sana, kuanzia Stockyard mpaka kule Mavunde Garden. Kwa naamini hili pia nao tutalifanya. Sasa hapa kuna barabara, ili kuweka paa kubwa maana lazima uitundue barabara na tutaharibu miundombinu ya barabara. Sasa mimi ambacho nitakifanya ni mambo yafuatayo. Cha kwanza, wakati tunaendelea na mpango wa muda mrefu wa kufunika hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, leo nitaanza na kazi moja kubwa ya kwanza. Nimeambiwa miamvuli hii inauzwa shilingi 50,000. Mimi leo nitawanunulia miamvuli ya shilingi milioni 5. Nitawaletea hapa siku ya leo. Kabla ya saa 10 jioni mtakuwa mmepata miamvuli 100. Alafu kesho asubuhi na waleta wataalamu kutoka VETA, tutashauriana nao. Tunataka tusibomoe barabara, tutengeneze nguzo na kuwe kuna turubai lile la jua ambalo halipitishi mvua, tulipeleke kwa urefu mkubwa mpaka eneo la mwisho ili mkae kwenye kivuli wakati tunasubiri marekebisho haya yafanyike muweze kuingia ndani. Kwa sababu ukiweka paa la bati hapa panahitajika kuwa na nguzo
ambazo zimechimbiwa chini za uwezo wa kupokea mzigo mkubwa juu, na itachukua muda mrefu. Kwa hiyo mniruhusu niwachukue wataalamu wa VETA. Kesho nitawaleta hapa asubuhi, mwenyekiti nitampa kazi hiyo leo. Watakuja watupimie hapa, tutatengeneza kivuli cha muda mfupi ambacho kitakuwa na gharama kubwa tuwanusuru na jua na mvua, wakati tunamharakisha mkandarasi huku amalize kazi hii kwa wakati. Kazi hiyo mtaifanya kuanzia kesho, ndugu zangu wana Majengo. Mama Samia oye! Majengo oye! Kwa ndugu zangu wa soko la Majengo, narejea tena kuwashukuru sana kwa moyo wenu, kwa uzalendo wenu na kwa utayari wenu. Nimefurahi jinsi ambavyo mmeunga mkono marekebisho ya soko letu hili. Mheshimiwa Rais angejisikia vibaya, anawaletea mradi alafu mnaupinga. Ninyi hamjaupinga, mmeupokea, mmetupa changamoto zenu, na sisi viongozi wenu tutatatua changamoto zenu. Kwa naomba mnikubalie ya tuanze na zoezi la kwanza, tupate kivuli cha muda cha kupitia miamvuli. Zoezi la pili la kudumu, mtaalamu kutoka VETA au SIDO ambao nitawatafuta, watakuja kesho wapime, ili tutafute namna nzuri ya kuweka paa hapa mkae katika kivuli. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana, asanteni sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Mwenyekiti wenu alipokuja ofisini kwangu, alikuja kuniletea ombi, akaniambia tumeona mmeleta mapendekezo ya jimbo, sasa unaenda wapi? Nikamwambia mniombe tu kwa Mwenyezi Mungu, muda ukifika mtafanya maamuzi. Muda ukifika nitafanya maamuzi, lakini kwa sasa tusubiri kwanza taratibu ambazo zinaendelea. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Anton Peter Mavunde oye! Soko la Majengo oye! Mheshimiwa Shifa oye! Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, mbunge wa jimbo la Dodoma na waziri wa madini, Mheshimiwa Shifa Ibrahim, diwani wa kata ya Majengo, Mheshimiwa Godson na viongozi wote wa soko la Majengo, Mheshimiwa wafanyabiashara, ndugu zangu wanahabari, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Poleni na hongereni kwa saumu. Ziko saumu mbili, si ndio? Saumu Ramadhan na Kwaresma. Kwa hiyo hakuna ambaye hajafunga. Mheshimiwa Waziri, hatuna budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima na kupata wasaa kuja kuwasalimia wafanyabiashara wa soko la Majengo. Mheshimiwa, ninafahamu una ratiba ngumu tangu asubuhi, lakini bado ukasema muda huu ufike tuone mwenendo wa biashara na hali ya ukarabati. Mheshimiwa Waziri, nikupe taarifa binafsi na kwa niaba ya wenzangu viongozi wa wilaya, tunawapongeza sana 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 wafanyabiashara wa soko la Majengo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa, wafanyabiashara hawa chini ya uongozi wa Bwana Godson na wenzake wamekuwa ni watu waelewa sana. Hapa pana wafanyabiashara hawapungui 4,000 kwa mara moja. Wanavipata hapa, wanahudumia familia, wanasomesha watu kwa level mbalimbali na majukumu mengine ya kijamii. Huwa ni uamuzi mgumu kidogo kufanya ukarabati kwenye eneo ambalo watu wanapata vipato. Katika baadhi ya maeneo watu hupiga vijembe, huweka propaganda za kuzuia usifanyike ukarabati kwa sababu watu wananufaika. Lakini nikujulishe, tangia mwanzo tumepata mashirikiano makubwa sana kwa uongozi, lakini kwa wafanyabiashara. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Waziri, hili soko ni kongwe. Hili soko ni kongwe sana hapa Dodoma. Ninadhani umri wake wakati linasanifiwa umeisha, na sasa hivi tunaishi kwenye change. Miundombinu mingi hapo haifai tena kufanya kazi. Mazingira ni kuukuu, uchafu ni mwingi, na ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilimpendeza
ya kwamba alete mradi wa kukarabati, kuboresha, lakini kujenga masoko mengine hapa Dodoma. Hebu mpigeni makofi mengi sana rais wetu. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwashukuru tena, lakini kumshukuru kipekee Mheshimiwa Diwani mama yangu Shifaa Ibrahim kwa jinsi ambavyo pamoja na uongozi wa soko alikuwa daraja kunifikishia maoni, ushauri na changamoto za wafanyabiashara hawa ili tuzifanyie kazi. Mheshimiwa Waziri, pasina kurefusha maneno, moja ya changamoto ambayo tunaendelea kuifanyia kazi, wafanyabiashara hawa tuliongea nao, mimi nalika kwenye mkutano mkuu wa soko, nikawa mgeni rasmi, tukaongea mambo mengi na amechukua muda kukamilika. Waswahili husema kawia ufike, tumefika. Lakini moja ya changamoto ambayo tunaifahamu watu wote, hakuna mfanyabiashara anakuwa kimtaji pasina kukopa. Wamekopa watu hawa kwa mtu mmoja mmoja mtaani wanaokopesha, wamekopa kwenye vikoba, taasisi za fedha, lakini kwenye mabenki. Mheshimiwa Waziri, tuliwaambia wakati tunawaelimisha kuhusu mradi huu ya kwamba kwa bahati maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni sisi kuwa karibu na wafanyabiashara, kufahamu changamoto zao na kuwa proactive kuzishughulikia. Kwa hiyo tuliwaomba wale ambao wana mikopo, maana si wote, wale ambao wana mikopo maeneo mbalimbali, sisi tuko tayari, na kauli hii napenda tena kuirejea leo hapa. Sisi tuko tayari mosi kufahamu orodha ya wafanyabiashara hao ambao wana madeni na mikopo maeneo mbalimbali, ambayo mikopo yao marejesho yatayumba kutokana na kazi ya ukarabati, wamelazimika watoke nje ya soko. Ni dhahiri biashara haitakuwa kama mwanzo mkiwa huko maeneo haya ya kujishikiza. Sasa kipindi cha mpito, nini kifanyike? Lazima tukae na walio wakopesha. Mimi niko tayari, nikipata hiyo orodha, waita watu wa mabenki, tukafanya kikao, tukasema huyu na huyu ana marejesho haya kwa mwezi na kadhalika, lakini pana ukarabati, na nikaja nao hapa, nao wakajionea hii hali. Then tukafikiana namna ya kuwasaidia msiumie sana katika marejesho wakati wa ukarabati wa soko. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndugu yangu Godson pamoja na uongozi, naomba hili tulifanyie kwa haraka. Sisi tukiipata kwa haraka tutafanya hiyo kazi ili kusudi kadhia hii ipungue. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, niliwaambia wadau hawa na nataka nirudie. Hata katika ukarabati wa nyumba yako ukiufanya, lazima kunakuwa na kadhia za hapa na pale. Uongo au kweli? Kweli. Yaani haiwezekani ubomoe unaondoa paa yako, si ndio? Alafu TV ibaki ndani, nini kibaki ndani, lazima utoe nje tu. Na pengine uweke kwa jirani. Na kuna kadhia kwenye jambo hilo. Unaweza ukafanya hivyo kwa sababu yake mvua imenyesha sasa. Ndio inakuwaje? Kwa hivyo inahitajika pia tufanye ustahimilivu, kuwa na subira, kwa sababu dhamira ya rais wetu ni dhamira njema kwa wafanyabiashara wa soko la majengo. Nyinyi mnahudumia watu wengi sana Dodoma kwa siku moja. Ishpa tafiti zinaonyesha mfanyabiashara mmoja anahudumia watu 4 mpaka 7 kwa siku. Kwa hiyo 4,000 mara 7, angalia wingi watu wanaohudumia kwenye soko hili. Kwa hiyo kadhia itakuwepo kwa wafanyabiashara, kadhia itakuwepo kwa wateja, lakini ni kadhia ya muda mchache. Tumeongea na mkandarasi, tumekubaliana pamoja na jiji waongeze kasi ya usimamizi wa hii kazi, ikiwezekana ifanyike usiku na mchana, lakini ikiwezekana maeneo ambayo ukarabati wake umekamilika na pana wepesi wa watu kurudi kidogo kidogo, waanze kuwarejesha ili kupunguza hii kadhia. Mheshimiwa Waziri, jambo la mwisho, wanasema mgeni njoo mwenyeji. Watu hawa wamekupeleka kule kwenye kona, sio kwa bahati mbaya. Walikuwa wanapeleka ujumbe, na ujumbe huo kaongea mama yangu hapa kwa mafumbo. Ile mwingine kaja yeye kaamua kuchana kabisa, wala tuna changamoto ya paa hapa, wanaita kachana, si ndio? Wanasema makavu live, kapiga makavu bwana, hapa pana changamoto ya paa. Mimi najaribu kutafakari, tumekaa mimi na wewe hapa kwa dakika chache, lakini chini miguu inawaka moto, juu pia kuna waka moto, mtu anaongea. Kwa Mheshimiwa Waziri, wanaingia gharama hawa na wanapunguza mitaji. Hiyo miamvuli sijui kama inapungua 30,000 40 gharama yake. Lakini pia ikiwa mingi hivi
muonekano wake bwana sio mzuri. Au nyinyi mnasemaje? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nilikuwa namtegezea njia tu Mheshimiwa Waziri kwamba akitoa tamko fulani hivi basi mioyo ya hao wafanyabiashara iweze kupona. Mheshimiwa Mavunde oye! Sasa kazi hii alifanya Dr. Samia Suluhu Hassan, si ndio? Dr. Samia oye! Nikisema Samia mnasema nini? Nikisema Samia mnasemaje? Dr. Samia. Haya. Watakapokuwa wao wamekamilisha, watu wao wametoka, sasa ndio mkandarasi atafika site na kuanza kazi mara moja. Kwa hiyo mpira upo kwa uongozi wa soko. Ni wao kutuambia tumekamilisha, hakuna issue yoyote, hakuna aliyobaki. Huyu bwana aje aanze kufanya kazi na maelekezo yako ya kwamba ikiwezekana afanya kazi masaa 24. Na mpaka hii ndio dhamira yetu. Hilo tukilifanya naamini hapa ndani ya miezi 6-7 tutakuwa tumekamilisha hili soko. Mheshimiwa, la mwisho la kuchomekea. MC oye. La mwisho la kuchomekea lakini la msingi. Mwisho tulipita wakati tunafika hapa maeneo ambayo tunajenga mabucha ya muda. Nipende kutoa rai. Kwanza nipongeze kwa ubunifu mliofanya. Mnaweka mazingira nadhifu, kuendelea kujali afya za wanadamu, na mmeniambia mtakapokamilisha watu wa afya watakuja watakagua kabla ya kuruhusu kuanza kuuza nyama kwenye maeneo yale. Lakini nimeona ule uimarishaji wa sakafu hususan kwingine tunaweka zege. Ni kitu kizuri lakini tuchukue tahadhari. Baadaye tusiingie tena ugumu kuwaondosha watu kule kuja katika eneo rasmi. Kwa kama mmepewa ridhaa na watu wa barabara lakini na watu wa jiji, vyema hiyo tukawa nayo kwenye maandishi. Lakini kwangu napenda kuangalia mambo kwa jicho la chanya. Mimi jicho chanya maeneo kwa kazi mlioifanya hatukosi kuyapangia matumizi mengine baada ya mradi huu kukamilika. Mimi nimetokezea Pwani, ukienda Forodhani, ukienda Tanga mjini, ukienda Dar es Salaam, wapi na wapi, sivyo? Jioni watu wanaweka pale viti, wanauza dawa, maisha yanaendelea. Tunaongea habari za Simba na Yanga, habari za siasa, mambo yanakuwa raha mstarehe. Kwa hiyo baada pia mradi kukamilika au wakati ujenzi unaendelea, pia tunaja kulifanyia kazi. Hivi post mradi maeneo yale tunayatumia vipi? Wepesi kusema ondoa, lakini kama kuna namna ya kuyatumia kwa njia nyingine, nafikiri hakuna ubaya wote kutumia kwa njia nyingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesema hilo waangalizo. Sio nikasema saa DC alisema baada ya mradi pataendelea kutumika. Maana kuna watu kuachilia kubadilisha maneno. Lakini dhamira yenu ni njema, mnatumia gharama zenu, kama kuna namna ya kuyafanya endelevu kabisa, mimi niko very flexible kuyajadili na kuyaweka vizuri. Mwenyezi Mungu awabariki sana.